Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tunazozibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni na kuomba uchukue sekunde moja tu ubonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like, bonyeza hiyo alama ya like ili kuendelea kupata taarifa hizi ambazo ni za siri kubwa. Kuna taarifa ambayo imeweza kuachiliwa ambayo imetetemesha uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Rais wa Tanzania aliyejichagua yeye mwenyewe, Samia Suluhu Hassan, ametishiwa kuvamiwa Ikulu asipomwachilia kiongozi wa kitaifa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye yu gerezani Ukonga kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kamenuka tena Tanzania. Samia amelazimishwa kumwachilia Lissu, la sivyo kutawaka. Nani amesema? Makamu mwenyekiti wa kitaifa Bara John Heche amesema hivi, tumsikize. Tunataka Lissu aachiwe mara moja kwa sababu hana kosa, na hii ni kauli ya chama chetu, ni kauli ya mkutano mkuu, ni kauli ya wanachama wote. Lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa mikononi mwa hao haitaeleweka, haitakubalika. Kwa tunasisitiza kama tulivyosema tena na tena. John Heche amesema Tundu Lissu aachiliwe unconditionally, yani pasipokuwa na masharti yoyote. Hiyo ni kauli ambayo imetoka chama cha Chadema. Kisha baadaye Heche ameweza kuongeza akisema lolote litakalompata Tundu Lissu akiwa gerezani hakitaeleweka katika taifa la Tanzania, aachiliwe mara moja kwa sababu hana kosa na hawezi kupigia Samia aliyejichagua na serikali yake dhalimu magoti, liwe liwalo na aliwe. Wakati anasema ya kwamba lolote litakalompata Lissu akiwa gerezani hakitaeleweka, kumaanisha ya kwamba kutawaka katika taifa la Tanzania. Samia aliamua kumfunga Tundu Lissu kwa kumambikizia kesi ya uhaini, kesi ya mchongo, kesi ambayo sio halali, ili kumzuia kumuondoa mamlakani kupitia kura zilizopigwa mwaka jana 29 Oktoba. Sasa kufungwa kwa Tundu Lissu ni kwa sababu ya siasa, na wakati kesi ilikuwa inaendelea mahakamani, Lissu alionekana kushinda. Samia amekuwa akitumana watu wake kuelekea kwa familia ya Tundu Lissu ili wamuombe aweze kukubali kumpigia magoti Tundu Lissu ili ifungue njia ya kumwachilia, lakini familia hii imekataa, na Tundu Lissu amekataa kwa sababu kwa kile ambacho anakisema hajafanya kosa lolote na hawezi kumpigia magoti chini Samia Suluhu Hassan ambaye aliyejichagua, hakuchaguliwa na Watanzania. Samia amekuwa akisema anataka maridhiano na Chadema, anataka mazungumzo na Tundu Lissu, lakini imeshindikana kwa kile ambacho Lissu ametoa sheria zake zile ambazo zinastahili kufuatiliwa. Moja, aachiliwe huru mara moja pasipokuwa na masharti. Mbili, kusikue na kesi ya uhaini dhidi yake iweze kufutwa. Tatu, tume ya uchaguzi ibadilishwe mara moja. Nne, katiba mpya ipitishwe katika taifa la Tanzania ili katiba ya mwaka 1977 iondolewe ya uongozi wa kimla katika taifa la Tanzania. Tano, demokrasia izingatiwe, uwajibikaji, uwazi na fidia itolewe kwa waliouawa kama njia moja ya kuonyesha heshima zao, na miili ya wale ambao waliangamia iweze
kusafirishwa kwa familia husika waweze kuizika. Masharti haya yameonekana kuwa magumu. Kwa Samia Suluhu Hassan, muliona kile ambacho alikifanya kwa kuteua tume ya uchunguzi kuhusiana na mauaji, maandamano hapa Tanzania, ili kuweza kumsafisha. Wakalaumu Tundu Lissu kwamba yeye ndiye alianzisha mchakato wa kusema no reforms no elections. Kauli hizo ndizo ziliweza kusababisha maandamano hapa Tanzania. Lakini Samia Suluhu Hassan amekuwa akitoa ofa zingine kwa Tundu Lissu ili aweze kuachiliwa, eti kwamba aachane na siasa, aondoke Tanzania, lakini wamesema hawezi kukubali yeye mwenyewe. Kwa hivyo Lissu amekaa gerezani Ukonga kwa zaidi ya mwaka mmoja, na tuliweza kuadhimisha na kusherekea mwaka mmoja tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu. Lakini bado Samia Suluhu Hassan ameshupaza shingo, hataki kumwachilia Antipas Tundu Lissu. Hana makosa, hana kesi ya kujibu. Mahakama ya Afrika iliweza kutoa amri kwa Samia Suluhu Hassan kwa ndani ya miezi 12 katiba mpya ipitishwe. Jambo hili limeleta hisia mbalimbali, limeleta changamoto kwa Samia Suluhu Hassan. Ameshindwa pa kuanzia na pa kumalizia, na hata ile tume yake ilimgeuka, ikasema lazima penye imefika lazima referendum, kura za maoni zifanyike ili kuwa na katiba mpya hapa Tanzania. Kwa hivyo ile katiba ambayo Samia amekuwa akiitumia ya kiimla, ya kiudikteta, kwamba yeye amesema, ile ya kuteka watu nyara, ile ya kuua watu wengine pasipokuwa na makosa, inaenda kuondolewa. Ile ya kusema kama tume imekutangaza wewe ndio rais, hamna yeyote ambaye anaenda mahakamani, hiyo itaondolewa kabla ya uchaguzi ujao. Kwa hivyo Samia amewekelewa makaa kwa kichwa chake na akatakiona. Bunge la Ulaya na Umoja wa Mataifa uliweza kutuma maombi hapa Tanzania kwamba Lissu aachiliwe, lakini Samia hataki. Haya yote ndiyo yamesababisha mataifa mengine kujiondoa kutoa misaada hapa Tanzania. Ndio maana tunapitia changamoto za hapa na pale, watu wanateseka, hamna misaada kwa sababu ya uongozi wa kiudikteta wa Samia Suluhu Hassan. Samia, uongozi wake umekuwa mgumu kwa sababu uchumi hauimariki, uchumi umedorora. Hata tulimuona hivi majuzi amepoteza fahamu akisema ya kwamba eti lita moja ya petroli inauzwa sijui Marekani milioni 20. Yaani amepoteza dira ya uongozi. Anachokisema hakiamini, anachokisema kinaleta balaa. Kisha baadaye wanajaribu kumtetea lakini inashindikana. Wanasema alisema kiwango cha tani mafuta hayajawahi pimwa kwa kiwango cha tani vile alikuwa anasema. Wakaenda kumtetea lakini ni uongozi umemshinda. Naomba kutamatishia kanda hii hapo, tukutane kwa kanda nyingine. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka Mbeya, Tanzania. Kwaheri kwa sasa.